Gumza kocha David Auma inadhihirisha kwa maana kuna jambo ambalo ama kuna mission ambayo hawajaikamilisha Singida katika msimu huu 2024-2025. Yeah, na inawezekana ikawa inachagizwa pia na usajili ambao Singida Black Stars wameufanya. Sababu kiangalia lile kundi la wachezaji ambalo wako nalo ni plenty of quality players wako nao pale. Wana aina fulani ya kikosi ambacho inawezekana kwa mchezaji mmoja mmoja akawa na uwezo wa kubato namba katika moja hizi timu kubwa ambazo tuko nazo hapa katika nchi yetu. Unazungumzia Azam, Simba pamoja na Yanga. Sasa kukusanya quality players wa namna hiyo haiji kwa bahati mbaya na haiji kwa timu ambayo ina malengo madogo. Kwamba timu ambayo ina malengo madogo itasajili wachezaji ambao wana kiwango cha wastani tu ambao wana uwezo wa kutimiza yale malengo yao. Lakini kwa Singida paka kukusanya nyota hao wote inakuonyesha kabisa kwamba malengo yao msimu huu yalikuwa ni kwamba angalau wafike eneo fulani ambapo hawajawahi kufika, na kitu kingine ni kwamba ukisha kusanya quality players wengi, wachezaji wengi ambao ni wa daraja fulani la juu na wengine labda kadhaa wa daraja la kati, it means kwamba malengo yako ni kwamba mwisho wa siku uweze kunyanyua taji lolote. Na kwa level ya Singida Black Stars na kwa nchi yetu jinsi ambavyo ipo, unakuja kugundua kwamba taji pekee ambalo kwake inawezekana likawa ni rahisi kidogo kubeba, inawezekana ikawa ni huku kwenye mataji mengine tofauti na ligi kuu ambapo tunajua mara nyingi ambao wana contend pale ni Simba pamoja na Yanga ambao ndo mara nyingi wamekuwa wakionyesha huo upinzani. Kwa hiyo wao paka sasa hivi kufika katika hatua hii ya finali ya CRDB Confederation hawajafika kwa bahati mbaya, wamepita katika njia ambayo imepitisha zile timu zote kubwa ambazo zilikuwa zinatarajiwa kufika katika hatua ya finali. Kwa sababu kama unakumbuka Singida Black Stars amepita njia ambayo alipaswa kupita Azam. Kwa sababu Mbeya City alimuondosha Azam, Mbeya City akaja kuondoshwa na Simba, Singida Black Stars akamuondosha Simba. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba amepita ile route ambayo ilikuwa na timu mbili ambazo zinatazamiwa kuweza kufika katika hatua ya finali, ambapo hapo unamzungumza Azam miaka hii ya hivi karibuni amekuwa kwake kufika finali si shida, ingawa mara zote amepoteza mbele ya Young Africans. Kwa hiyo unapokwenda sasa kucheza katika huu mchezo wa finali, nimependa namna ambavyo mwalimu David Auma ameielezea hii mechi au ameelezea situation husika ya kwamba namna ambavyo unakiandaa kikosi chako kwenda kucheza tournament na namna ambavyo unakiandaa kikosi chako kwenda kucheza mchezo wa kawaida wa ligi ni namna tofauti. Kwa sababu kwenye ligi ni marathon, ile utakusanya pointi huku leo utadondoka, kesho utanyanyuka, lakini mwisho wa siku utakuja kuangaliwa kwamba kwenye zile mechi zako zote 30 ambazo umezicheza 15 kwa 15 kipo umekikusanya. Lakini unapozungumza tournament unazizungumza dakika 90 pekee ambazo zitachagua whether utoke ama uweze kuendelea. Kwa hiyo kwa huu mchezo kwa hizi dakika 90 na maana kwamba kwa mwalimu the way ambavyo anakiandaa kikosi chake, anakiandaa kikosi kwenda kufanya vile vitu ambavyo vitakuwa ni basic kulingana na uwezo wao. Kwa sababu wewe kucheza dhidi ya Mbeya City, wewe kucheza dhidi ya JKT Tanzania, unakwenda kumfesi Young Africans ambaye muda mwingi ile quality ambayo iko nayo inawezekana ana-expose muda mwingi uwanjani. Kwa hiyo wewe utakachokifanya ni kwamba unaangalia uwezo wako ulipo, unaangalia quality yako ilipo, inaishia wapi. Okay, quality yangu inaishia hapa. Nitakachokifanya nitaishi ndani ya quality yangu, then nitaandaa mpango kazi ambao nitautilize yale madhaifu ambayo wako nayo Young Africans. Kwa sababu bad enough ni kwamba duniani haijawahi kutokea timu ambayo imekamilika yenyewe imekamilika tu, haijawahi kuwa na madhaifu. Kwa hiyo atakachojaribu kiangalia ni kwamba namna gani ambavyo atutilize yale madhaifu ambayo wako nayo Young Africans. Na ninachokiamini ni kwamba inawezekana asitoke sana kwenye mpango kazi ambao aliutumia kwenye mchezo wa nusu finali dhidi ya Simba Sports Club. Kwa sababu unapokwenda kucheza dhidi ya Young Africans na dhidi ya Simba, inawezekana tu tofauti kwa ni hii fomu ambayo timu hizi mbili wako nazo kwa sasa hivi, lakini mpango kazi ambao unauandaa unajua kabisa kwamba maeneo ambayo hao wote wanapita inawezekana yakawa yanafanana, atatofautiana tu kwenye kuexecute majukumu, lakini the way ambavyo watakuwa wanakushambulia muda mwingi watahitaji kuwa na mpira wao, muda mwingi watakuwa wanarundika kundi kubwa la wachezaji kwenye mstari wako wa mwisho wa ulinzi. Wao unakuja unajua kabisa kwamba mpango kazi nitakao kuja nao mimi ni kwamba hakuna haja ya mimi kupishana nao, kwa sababu unapotaka kupishana na Young Africans it means kwamba lazima kwenye eneo la kiungo uwe na aina fulani ya viungo ambao itakuwa ni rahisi kwao kuweza kudominate mchezo, itakuwa ni rahisi kwao kuweza kutengeneza mazingira ambayo nyinyi mtakuwa kuna nyakati ambazo mtakuwa nyinyi mko na mpira, mtakuwa mnatengeneza mashambulizi, mtaupossess mchezo. Kwa hiyo sasa kwa mazingira kama hayo unakwenda kucheza dhidi ya Young Africans ambaye kwenye eneo la katikati ana Halid Aucho, ana Mudathir Yahya. Nilikuwa nataka nije kukuuliza swali hapo. Umesema mpango kazi ambao umeuandaa Singida kuelekea kwenye mechi dhidi ya Yanga utakuwa hauna tofauti kubwa kama ule ambao waliuandaa dhidi ya Simba. Na yes, Simba tuliona siku ile Singida walibana kila mahali mpaka wanakwenda kushinda mabao 3-1 pale katika dimba la Tanzania Tokara. Lakini pia juzi tumeiona Young Africans wakibana Simba hasa katika maeneo ya katikati. Kuna
kuna wakati unaiona Simba inakwenda kushambulia, haitanui uwanja kama ambavyo falsafa za kushambulia zinavyokuepo. Young Africans wanatanua uwanja, wanacheza mpira kwa kasi kubwa na kuacha mbali Simba. Kwa upande wa Singida, kile ambacho wamekifanya Yanga kwa Simba, wanakwenda kukutana na kikosi tofauti cha Singida. Nilikuwa natazama pia wachezaji wao, namna ambavyo wana kasi, namna ambavyo wana nguvu, namna ambavyo wana bato. Utofauti utakuwa wapi? Tuiache sasa Singida kuacha kuiandaa timu yao kama vyoandaa Simba. Tuende kwa Yanga kwa namna ambavyo atakwenda kukabiliana na Singida ambayo imetoa Simba ambayo jana jamaa juzi waliifunga. Okay. Cha kwanza kabisa ambapo huu ndo hata mwalimu David Ouma mwenyewe anafahamu kwamba unapocheza na Young Africans, ukishindwa kuzuia vizuri katika eneo la katikati, muda wote tegemea watakuwa wanamsalimia golikipa wao. Utakachokuwa golikipa wako, utakachokuwa na kiomba ni kwamba siku hiyo wasiwe na siku nzuri kazini. Kwamba kila wanapofika iwe on target, iwe off target, au ikiwa on target golikipa wako aweze kucheza. Kwa hiyo cha kwanza cha msingi ni kwamba unazuia vipi eneo la katikati. Na ndio na Wasara mwalimu anaandaa mpango kazi katika uwanja wa mazoezi, lakini nyinyi wachezaji mnautaka vipi mchezo? Kwa sababu nyinyi ndio ambao mnakwenda ku execute hicho kitu uwanjani. Na kingine ni kwamba unacheza dhidi ya Young Africans ambao watatumia mbinu mbadala tu hata utakapozuia na plan A yako. Kwa hiyo ina maana cha msingi hapo ambacho utatakiwa kufanya ni nyinyi wachezaji mnajitoa vipi. Kwa hiyo kwenye eneo la katikati ambacho nakitegemea katika huu mchezo wa kesho, depending na viungo wote ambao wataanza nao, lakini ninachokitegemea ni kwamba Singida Black Stars kuanza na viungo wawili katikati, na kitu cha msingi ambacho watakuwa nakifanya watakuwa nakabia kwenye mid block. Inawezekana isiwe low block sana, kwa sababu unapoishi zaidi katika low block it means kwamba unakuwa unamkaribisha zaidi mpinzani, muda mwingi anakuwa anaishi kwenye eneo lako. Kwa hiyo inawezekana ikawa, kwa sababu mnakuwa mpo karibu zaidi, then mpo karibu na goli lenu, mnapokuwa mmejikusanya vile, inawezekana ikawa rahisi nyewe kufanya makosa, then baada ya makosa yakafanya nyinyi mkaadhibiwa. Mnaweza mkakaa katika kama tu walipocheza dhidi ya mchezo dhidi ya Simba, kwamba kuna wanakaa zaidi kwenye mid block fulani, au kuna nyakati ambazo wanatengeneza ile high line, lakini high line ambayo wanakuwa wanaitengeneza wanajikusanya zaidi katika ile eneo la katikati. Sababu unajua utakapocheza na Young Africans, utakapowazuia kupita katika eneo la katikati, watakachokuwa wanakifanya ni kwamba hawa mabeki wao wa pembeni watakuwa wanafanya interchanging role pamoja na wingers wao, kwamba kuna wakati ambapo hawa mabeki wa pembeni watakuwa wanashambulia zaidi katikati kwenye nusu nafasi, then mawinga watakuwa wanatanua pembeni, kama kitu ambacho ulikuwa unakiona kinafanyika ambacho walikifanya kwenye mchezo dhidi ya Simba. Kwamba kuna nyakati ambazo fullback wa Yanga watakuwa wanazuia fullback wa Singida Black Stars, huku mawinga wa Yanga watakuwa wameingia ndani. Ama kuna nyakati ambazo Singida Black Stars ambacho mnakifanya labda ile mistari yenu mitatu, ile imaginary lines za ulinzi ambazo mmezitengeneza, mpo compact sana. Mchezaji dhidi ya mchezaji hakuna space ya kupitisha mpira, na maana kwamba ni labda mchezaji aweze kudribble mpira, aweze kuwatoa wapinzani ambao tayari wamekaa kwenye compact shape, waweze kusogea watengeneze magepu. Watakachokuwa wanakifanya ni kwamba kwa sababu tayari mmeshazuia Young Africans kwenye eneo la katikati, na maana watakuwa wanaenda kuombea mipira zaidi kwenye eneo la pembeni. Kwa hiyo watakachokuwa nakitegemea ni either fullback wa pembeni, kama watakuwa hawapo busy sana na safari zao, kwamba mawinga wenu sasa hawaweke ule ubize kwamba muda mwingi wa hold maeneo yao wasisogee juu. It means kwamba utakuwa unawakuta wale fullback wa pembeni wa Young Africans wakiwa wamesogea juu. Inawezekana wakawa wanapeana nafasi, kwamba kuna nyakati ambazo Izra anaweza kaja hapa kwenye eneo la kiungo, au Izra kasogea zaidi pale kwenye eneo la namba 8 upande huu wa kulia ambao wanacheza, then ukamuona Shadrack Kisakaboka yuko pembeni kabisa, then Pacome Pedro Zuzo akawa yupo hapa katikati. Lengo ni kufanya rotation sasa, ili kutengeneza kumpa option ya kupasia mpira yule ambaye atakuwa yupo na mpira. Ama kuna nyakati ambazo kama kwenye mchezo wa Simba tulipokuwa tunaona, kuna muda ambao unamuona Maxi pamoja na Pacome wako pembeni kabisa, wanaombea mipira katika maeneo ya pembeni, kwa sababu huwezi kumwacha Pacome apokee mpira peke yake, na maana unampa muda na nafasi ya kudribble kukufuata kwenye box. Kwa hiyo lazima uende kumkabie kwenye eneo ambalo anapokea mpira. Kwa hiyo kwa mantiki kama hiyo, it means kwamba kwenye mgongo wako ukiwa fullback tayari umeshaacha space hapo, ambayo utashangaa Mudathiri Yahya amesogea kwenye lile eneo, amepokea mpira, amepiga cutback ndani, watu tayari wamekwishaweza kukufunga. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba kuna muda ambao ni lazima uweze kukaba man to man, mchezaji mmoja dhidi ya mchezaji mmoja, sababu hilo ndio eneo ambalo inawezekana kwa Young Africans utakachokuwa nakifanya ni kwamba usiwape, sababu Young Africans ukiwa unacheza nao, kuna moja ya kitu ambacho usipokifanya kwa makini, inawezekana wako na kuadhibu. Mfano tu mzuri tuchukulie ule mchezo walicheza dhidi ya Simba. Wakifika kwenye eneo lako, usiwape ile comfortability, wao wanapasiana mpira, na maana kwamba kuna nyakati ambazo wanatengeneza sana zile third man runners, kwamba wanakuwa wanapasiana mpira wawili, then mmoja anafanya movement. Kwa hiyo usipokuwa unawapress hawa ambao wana mpira, it means kwamba unawatengenezea, unawapa muda na nafasi, watapasiana mpira, watafika kwenye eneo lako. Kwa hiyo cha msingi weka pressure mpira, weka pressure sana kwenye mpira katikati ya kiwanja. Usisubiri mtu afanye movement ndio wewe baadaye uje yani
Yani lazima ufanye anticipation mapema. Usubiri mtu afanye movement ndio baadaye uje ushtuke, sababu tayari watakuwa wameshafika kwenye eneo lako. Lakini kitu ambacho Young Africans pia nacho wanapaswa kuwa nacho makini kwenye huo mchezo ni namna gani ambavyo watakuwa wanadili na mipira mirefu. Kwa sababu kama Jonathan Soa anakuwa fit, timizi kwamba kwenye huo mchezo ndio ambaye anakwenda kuanza. Na unavyomuona mtu kama Arthur Bada kwenye eneo ambalo anacheza, mara nyingi mwangalia ambapo anakuwa anapata mipira, huwa anamwangalia zaidi ambapo Jonathan Soa amefanya movement. Na Jonathan Soa mwenyewe atakuwa anaangalia muda huo ni winga gani au ni mshambuliaji gani, kiungo gani mshambuliaji ambaye atakuwa amesogea kwenye eneo hilo. Kwa hiyo inawezekana kama amepokea mpira huko amelipa goli lenu mgongo, then akachagua wapi ambapo anaweka pasi, then akafanya movement. Kwa hiyo kwa muda kama huo umeacha rest defense ya watu wawili labda na kiungo mmoja hapo katikati, na kwa namna ambavyo sasa hivi Khalid Aucho the way ambavyo yupo, lazima anahitaji msaada wa kiungo mmoja pale ambapo timu haina mpira. Ukimexpose means kwamba anapokuwa amekiwa mpira kwenye ubavu wake, tushindane mbio, ni eneo ambalo lazima unaweza kumwacha. Kwa hiyo mnakabiliana vipi na ile mipira mirefu, hasa pale ambapo mnaupoteza mpira kwenye box la Singida Black Stars. Wao wanataka wanauchukua ule mpira, wanataka kureact sasa kwenye shambulizi la kujibu kufika katika eneo lenu. Kwa hiyo unaona the way ambavyo hichi kitu kipo, na hicho cha msingi kabisa ni kwamba weka pressure kwenye mpira, kwa sababu Astara naweza nikakupa mfano. Unaona juzi kwenye mchezo dhidi ya Simba, goli ile ambalo anakwenda kulifunga penalty ambayo anaenda kuisababisha Pacome Zouzoua, hilo tukio nitakupa mfano pia, na ni tukio ambalo lilitokea pia kwenye mchezo pia dhidi ya Azam. Lakini tudili na hili tukio ambalo lilisababisha Young Africans wanakwenda kutengeneza ile penalty, sababu kuna muda ambao Singida nao watahitaji kureact, kuna muda ambao watahitaji kupeleka namba fulani ya wachezaji kwenye eneo la Young Africans kuuliza maswali. Hilo ni eneo ambalo Yanga watakuwa nasubiri kupokea mipira huko katika namna ambavyo Singida watareact. Juzi nilivotazama mechi ya Young Africans na Simba kwenye eneo la kiungo, Yanga walianza na kwa maana Khalid Aucho, Mudathir Yahya, alafu yuko Pacome Zouzoua ambao walianza nao. Na ukiwatazama walivyokuwa wakicheza, namna ambavyo wanashambulia na kudefense, ni kama hakukuwa na namba 8. Kwa maana Yanga kwa wanashambuliwa walikuwa wanarudi, kwa maana namba 6 unawaona wawili double pivot. Wakiwa wanashambulia unaona kama kuna namba 10 wawili. Hii role ambayo walikuwa wanaiplay viungo wa kikosi cha Young Africans juzi. Wanaenda kukutana na mtu kama CJ Poko, Maruf Shaki, Jana Sansoa, ama pia ambaye ana rating nzuri katika kuscore. Haiwezi ikawagharimu. Okay, kwanza Young Africans kwanza na viungo wawili kwenye mchezo wa Simba. Of course naweza ngasema ni viungo watatu ambao wanahusika pale ambapo timu inakuwa ina mpira. Ni mahitaji ya mchezo yalikuwa na walazimu wao kucheza vile, kwa sababu walikuwa wanacheza dhidi ya Simba ambayo cha kwanza inapenda kupossess mpira, cha pili muda wote Fadlu anahitaji timu yake icheze katika eneo la katikati, ipite kwenye zone ya katikati. Fadlu anahitaji zaidi kucheza kwenye half space zone na central zone. Huku pembeni huku muda mwingi utawaona ma fullbacks wa Simba na wakiwa wanashambulia. Kwa hiyo ndio maana walichokuwa wanakifanya ni kwamba muda ambao Simba wanahitaji kureact sasa kwenda kwenye eneo lao kushambulia, utawaona mawinga wa Yanga Pacome pamoja na Maxi wanawapini au fullback wasisogee juu. Na mama kisha wapini, hakuna mtu ambaye anatanua uwanja. Kwa hiyo maana ulikuwa unaona muda mwingi Simba wakiwa wanashambulia wanakuwa naro sana, sababu hakuna mtu ambaye ametanua uwanja, na muda wote Mutale pamoja na Elim Panzo wanalazimisha kupokea mipira pembeni ya Khalid Aucho. Kwa hiyo alichokuwa amekifanya mwalimu ni kwamba kuhakikisha kwanza unawanyima Simba ile comfortability ya wao kuweza kupossess mpira pale katika, sababu Simba kiasilia alikuwa na viungo wawili ambao labda anaweza kuwa anahusika zaidi kwenye ukabaji, yeye anakuwa na viungo watatu. Kwa hiyo tayari hapo katikati anakuwa ametengeneza numerical advantage. Kwa hiyo inakuwa rahisi Yanga kila eneo ambapo wanajaribu kwenda kuweka pressure katikati ya uwanja wanakuwa wana spare man mmoja, wakati Simba akiwa na watu wawili. Kwa hiyo hiyo kwanza na viungo wawili kwenye mchezo wa Simba inawezekana kaanza nao na hivyo pia kwenye mchezo wa Singida, lakini kwangu nilitazamia zaidi kama mahitaji ya mchezo. Unakwenda kucheza dhidi ya Singida Black Stars. Singida Black Stars si timu ambayo ni possession based timu ambayo inahitaji zaidi kucheza kwa kupossess. Ni timu ambayo inapenda zaidi kucheza katika mipira mirefu, inapenda zaidi kucheza katika yale mashambulizi fulani ya kushtukiza. Yani wako zaidi katika transition, wako very direct. Kwa hiyo inawezekana kwa mahitaji ya huo mchezo husika yakawa na kuhitaji uwe na namba 10 mmoja ambaye atakuwa creator, kwa sababu unakwenda kucheza na Singida ambayo muda mwingi atakuwa kwenye eneo lao. Kwa hiyo lazima uwe na mtu ambaye atakuwa ana kazi ya kuunlock sasa ile defense ya timu pinzani, sababu kwenye mchezo dhidi ya Simba unacheza na timu ambayo unajua kuna muda watataka kupishana, kuna muda tutapishana, kuna muda mitakuwa kwenye eneo langu, kuna muda atakuwa kwenye eneo lao. Kwa hiyo ndio maana akaamua kwanza na viungo watatu ambao kiwasilia ni wakabaji, watakwenda kuvuruga
ule uwezo wa Simba kuposesi mpira, lakini unacheza dhidi ya Singida ambayo wao kuposesi mpira si mambo yao, wanacheza zaidi katika transition. Lakini kumbuka muda mwingi watacheza whether kwenye low block ama kwenye mid block. Kwa hiyo kwa nini usiwe na namba 10 ambaye kazi yake mama ambayo atakuwa anaifanya kwenye eneo hilo ni kwamba atakuwa ajaribu ku unlock sasa zile pattern za Singida Black Stars ambazo watakuwa wameziweka za kiulizi kwamba tunawanyima nyinyi kupita katika ile eneo la katikati. Yani ubongo ambao utakuwa unachokuwa unakifanya pale katikati ni kutafuta solution dhidi ya maswali magumu ambayo Singida Black Stars watakuwa wanauliza Young Africans. Na hata kwenye huo mchezo hata kama itatokea Tanzania hao viungo, lakini nategemea mmoja kati ya Pacome ama Maxim Pianzengeli kuwa anakuja kuombea mipira zaidi katika ile eneo la katikati, sababu ni eneo ambalo Singida Black Stars lazima na uhakika kama watakuwa kweli wamejipanga kwenda kushinda huo mchezo au kumpa Young Africans mechi ngumu, basi ni eneo ambalo watahitajika zaidi kuwa compact. Na kingine pia nachokijua na ambacho nakitegemea ni kwamba Singida kama watazuia Yanga kwenye eneo la katikati, nachokitegemea lazima Yanga watapita pembeni. Kwa hiyo cha kwanza lazima wawe sharp katika mipira mirefu, kwa sababu kuna muda ambao unamwona labda mtu kama Chadra Kisakaboka au Izra amesogea juu, akipewa mpira lazima atapiga cross ndani. Kwa hiyo wabeki wako katikati wana utayari kiasi gani kucheza hii mipira ya juu, tena mipira ya kwanza na ya pili, kwa sababu unaweza mkacheza mpira wa kwanza, mpira wa pili unadondoka kwa Young Africans. Lazima kwenye eneo kama hilo wanaweza kwenda kukuadhibu. Na kitu kingine ni kwamba muda ambao Singida watahitajika nao, kwa sababu kuna muda Singida haizi kukaa nyuma muda wote, kuna muda naye atahitajika kusogea kwa Young Africans kwenda kumuuliza maswali kwenye hilo eneo. Mnapopoteza mpira ni dhidi ya Young Africans, mna react vipi? Hayo ni maswali ambayo pia David Ouma lazima ayatengenezee, atakuwa ameyatengeneza majibu kwenye uwanja wa mazoezi, kwa sababu hiyo ndio namna ambayo pia Young Africans ile penalty ya kwanza ambayo Pacome anakwenda kuitengeneza, angalia Chadra Kisakaboka wakati anapiga ule mpira mrefu kwenda kwa Pacome, very free, hakukuwa na mtu ambaye alikuwa anampress. Kwa hiyo maana alikuwa amempa muda na nafasi, kama muda nafasi unaiona kabisa nafasi ile pale, muda wa kuchagua pasi yako sahihi, kwa anaipiga pasi ambayo inafika, then wanakwenda kumwadhibu mpinzani. Kwa hiyo kama mnaamua kuna muda ambao mtakuwa mnafanya highline, yani huwa kuna usemi mmoja watu wa mpira wanausema kwamba highline goes directly proportional with high pressing, kwamba highline inakwenda sambamba na high pressing. Ukiwa unafanya highline then wale wachezaji wako ambao wapo katika mstari wa juu hawaweki pressure kwenye mpira, my goodness, muda wote ule unakaribisha mashambulizi kwenye box lako na utaadhibiwa kwa muda wote ule mpinzani the way ambavyo anakuja kwenye box yako. Kwa hiyo kwangu kama utakuwa ni mchezo ambao wataamua kutupa ushindani, sababu tena unafahamu Astara, kama wataamua kutupa ushindani kwa kundi la wachezaji, kwa quality ya wachezaji wa Singida the way ambavyo wapo, kama wataamua kuiendea hii mechi kama ambavyo walicheza dhidi ya Simba Sports Club, na Amina anakwenda kuwapa Young Africans mechi ngumu sana, ingawa kwa quality ambayo Young Africans wako nayo, na mimi na uwezo wa kuadhibu Singida muda wote ule, lakini itadepend pia na wao wachezaji wameamka vipi, na itadepend pia na Singida wanazuia vipi pale ambapo Young Africans wanakuja kuwashambulia. Lakini kama wataamua kucheza kama ambavyo tumewaona wakicheza wanapokuwa katika siku zao nzuri, basi amshoto tunakwenda na hii inaenda 120 kama ikifika dakika 90 bado nyau inaenda 120. Kwa hiyo nategemea watakwenda kutupa mechi bora sana, mechi fulani hivi ambapo sababu timu zote mbili zinapo unakuwa kwenye kiungo na mtu kama Damaro, angalia zile pasi zake the ambapo anazipiga, angalia composure ambapo anakuwa nao kwenye hilo eneo, unakwenda kucheza na timu ambayo ina mtu kama Arthur Bada, angalia techniques ambazo iko nazo timu inapakwa mzuzua timu na hali daucho. Kwa nini tusiweze kuenjoy football? Kwa hiyo na mimi nitakuwa ni mchezo fulani wa kiufundi lakini kimbinu zaidi, kwa sababu ni mchezo ambao una mahitaji ya kimbinu zaidi kuliko ufundi. Ni mchezo ambao una mahitaji ya kimbinu zaidi kuliko kiufundi kutokana na quality ya vikosi vyote vya timu mbili. Kwa upande wako, kati ya Singida Black Stars na Young Africans, nani unampatia nafasi ya kwenda katika ya kuchukua ubingwa wa kombe hilo la Federation Cup? Unaweza kutuandikia ujumbe wako kupitia kule live YouTube East Africa Radio, lakini ukiandika pia katika ukurasa wangu wa Wasare 24 kule Instagram nitakuja kupitia hapa. Lakini kwa nukta hii tukamsikie kocha Hamdi Miloud akieleza kwa upande wa Young Africans tayari wana kombe la ligi kuu ya kandanda Tanzania bara, pengine inawapa motisha kiasi gani kuelekea katika finali ya hapo kesho. Kocha Hamdi hapa akizungumza pia mbele ya waandishi wa habari leo pale visiwani Zanzibar. Singida is a very good team. They won against Simba the semi-final. I am not surprised for that. I repeat, but this game, all the details are very important. Big details and small details, but the most important that's to see the small details. The big details you see in your face, but the small details you don't see. You must go to find it to make difference, and that's my job to do that. And I will do everything to find the small detail to
win this game. Also, if I know very good this team, that's my ex-player, and I know all the technical staff, I know everybody there. But tomorrow, the small details are very important to make the balance for us. Means the double first, because we win the Premier League, and if we win the cup, we make the double. So the player, they know, they have experience, they take double many times. But I really want to do it with them tomorrow also. And the cup, that's very important for the club. Young African is a club to win title, not go to the final or to the semi-final. So I am here for that also. I have the same philosophy, and the cup, that's wonderful because that's the cup of the country. That's a very good day tomorrow for the country. I think all the country will be in the field and in TV to look this game, and I hope we will enjoy to win this game tomorrow and give big pleasure for all the people like Young African. Huyo ni kocha Hamdi Milone akiweza kuelezea kile ambacho kipo kwa upande wako. Amisa, unaziona kesho mechi itamalizika ndani ya dakika 90, dakika 120, ama itaenda katika changamoto mikoja penalties? Hiyo 90 mapema. Hii 90 mapema. Nani bingwa? Yanga. Sawa. Msikilizaji pia unaweza kutabiri huko kupitia katika mitandao yetu ya kijamii. Tunakwenda katika mapumziko mafupi kusikiliza TRA. Tukirejea tunarudi na habari nyingine mbalimbali. Tutakuja kumsikia Masanza akieleza kwa maana wao wako moto, sio kama ambavyo watu wana